inasema kwa ukali itakuwa ni marufuku. Hivi katiba ikisema itakuwa ni marufuku, hicho kitu utafanya? Katiba ya nchi itakuwa ni marufuku kwa watu wanaohusika na uchaguzi kujiunga na chama chochote cha siasa. Sasa tafsiri ya kisheria president inaposema kujiunga, sio kwamba hutaruhusiwa kujiunga ukishakuwa tume. Inakukataza usiwe mwanachama, si ndio maana yake jamani? Ndio tafsiri ya kisheria. Sasa pale tume pana watu sio tu wamejiunga na vyama vya siasa, sio tu kwamba wana kadi, wanajulikana na kila mtu nchi hii kwamba waliwahi kuwa na hawajaacha vizuri. Katibu mwenezi, katibu wa halmashauri kuu ya taifa, itikadi na uenezi, mafunzo yalikuwa hayajawekwa, wa Chama cha Mapinduzi, yuko pale ni kamishna wa tume. Yuko pale ni kamishna wa tume. Sasa alikuwa waziri, alikuwa katibu mwenezi. Huyu ndugu zangu, mnaamini atakuwa ameacha kujiunga na chama cha siasa? Ameacha lini kwa mfano? Natoa hoja. Kwa kila hoja yangu napendekeza, na shauri, kwa kuwa huo ni uvunjifu wa moja kwa moja wa ibara ya 74:14 ya katiba ya Tanzania. Mamlaka yake ya uteuzi itengue ujumbe wake wa tume kati ya sasa na kabla ya uchaguzi mwezi Oktoba. Si nimeomba? Naomba mamlaka yake itengue. Hii ndio sababu kubwa kwa uzito inayoweza kuchukuliwa kutengua uteuzi wa mjumbe wa kamishna kuliko zile zinazoelezwa humu, afya, sijui nini, ukishindwa kutekeleza majukumu. Kwanza ni sehemu moja wapo, kwa sababu inasema moja ya sababu mjumbe wa tume, kamishna, anaweza kapoteza nafasi yake ni endapo itabainika kuwa amepoteza sifa. Endapo kama kwa hali ulionayo sasa ungekuwa hujateuliwa, usingeteuliwa. Natoa hoja hapa. Na muomba mamlaka yake ya uteuzi atengue hilo. Kwani linahitaji jamani tukabadilishe sheria? Si sheria mama ipo tayari. Kulifanyika makosa. Mbona makosa mengi tulishafanya nchi hii tukarekebisha? Katiba iliwahi kuvunjwa hapa kuhusu jambo ambalo daktari alikuwa analielezea hapa. Mheshimiwa Rais aliwahi kushauriwa vibaya tu na washauri wake, akateua wabunge wake katika wale 10, akateua 6 wanaume. Katiba imekataza. Rais katika kuteua atatakiwa ateue mwisho ni 5, kwa sababu imesema minimum katika kuteua angalau 5 watakuwa wanawake. Nchi hii rais aliteua na akatangaza, na tunawajua majina. Ilifanyika utaratibu na busara. Ikafanya nini? Busara ilikuwa kali hiyo, sitawaeleza sababu hiyo sio kazi yangu hapa. Ilikuwa kali, ilibidi mtu apate ubalozi. Ili nini? Kupisha ule upepo mbaya. Kwa namna hiyo hiyo napendekeza mjumbe yule ambaye mnamjua, ambaye ana shati la kijani lipo amevaa muda wote, aweze kutenguliwa ili kuondoa hisia kwamba isije ikawa yeye yumo mle na chama chake kwenye tume. Nje ya hapo, tume zingine nilizoziangalia duniani ni za uwakilishi wa vyama. Vyama vinakuwa basi kama yumo mmoja wa chama, vyama viwe na wawakilishi kama Zanzibar tulivyowahi kuwa nayo. Vyama viwemo tume. Mozambiki tume yake vyama vimo ndani. Zambia tume yake vyama viko ndani. Of course kuna wajumbe wengine. Kwa hiyo hilo nadhani tuamue kuchukua hatua haraka.